Huu ni usia ambao kila siku tunapewa na mashehe. Ni usia ambao hatupaswi kuuchoka, liannaha wasiyatullahi lilawwalina walakhirin. Ucha Mungu ni usia wa Allah kwa watu wa mwanzo na wa mwisho. Faqad qala jalla shanuhu, Allah mwenyewe amesema, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Tumewahusia waliopewa kitabu kabla yenu, na nyinyi pia tunahusieni mumche Allah tabaraka wa taala. Na tunaposikia neno ucha Mungu, maana yake ni kuyaendea maamrisho ya Allah jalla jalaluhu na kukaa mbali na makatazo yake. Ucha Mungu ni kujiweka mbali na maasi, yawe machache au mengi, madogo au makubwa. Ucha Mungu ni kujiandaa na safari ya akhira. Hadhihi almaani kulluha, maana zote hizi zinawakilisha neno ucha Mungu. Mzamoni katika imani, tupo katikati ya safar, mwezi wa safar, mwezi wa mfungo tano. Kuna mengi kama Waislamu wakukumbushana kwa kipindi hichi ambacho tuko nacho. Naamini huenda katika msikiti huu au misikiti mingine au kwa njia zozote mashehe wetu wametukumbusha kuhusiana na yale ambayo yasiyofaa katika mwezi huu wa Safar, fungo tano, hasa itikadi za kishirikina, itikadi za tiyara, itikadi za tashahum, itikadi za kuona eti kuna siku ina nuksi, kuona eti kuna mwezi kuna balaa, kuona eti kuna mtu fulani nikimuona tu basi nimepata na nuksi. Masala ya tihara, haya masala tunayazungumza sana katika mwezi huu wa mfungo tano, mwezi wa Safar, kwa sababu baadhi ya watu yatashaamuna bihadha ishar, wanaona mwezi una nuksi. Kama nilivyosema, huenda mada si mpya, huenda hata imezungumzwa karibu, lakini jambo la ushirikina ni jambo la hatari. Walidhalik Mtume mwanzo wa dawa yake mpaka mwisho wa dawa yake, miaka yote 23 ya dawa, anakataza masala ya shirki. Hata miongoni mwa maneno yake ya mwisho katika uhai wake, la'natullahi ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Mtume katika maneno ya mwisho kabla ya kufa anasema laana ya Allah ipo kwa Mayahudi na Manasara, wamefanya makaburi ya mitume yao kama ni sehemu za ibada, wanaswali makaburini, wanafanyaje? Asema mpokeaji, yuhadhiru ma sana'u, Mtume anahadharisha walichofanya wale Waislamu wasifanye hicho. Shahid point hapa ni kwamba Mtume alipingana na ushirikina, alitoa tahadhari na masala ya shirki mpaka mwisho wa pumzi yake ya mwisho. Uzangoni katika imani, Muislamu anatakiwa awe na kamalu tawakkul, ategemee Allah kwa asilimia zote. Fa innahu al-mu'ti wal mani', Allah ndio mtoaji, Allah ndio anaoziwia. Al-basit wal qabid, Allah ndiye anayekunjua, Allah ndiye anayebana. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdir, Allah anakunjua riziki kwa mtakaye, anaibana kwa mtakaye, lihikamin ya'lamuha, kwa hikima anazozijua mwenyewe Allah tabaraka wa taala. Sasa Muislamu anatakiwa uwe na kamalu tawakkul, umtegemee Allah, usitegemee vingine. Haya maneno hayana maana kwamba unakatazwa kumwomba msaada mwanadamu mwenzio, fima yaqdiru alayhi, katika yale ambayo anayaweza. Ukatazwi kumwomba mwenzio, nikopeshe, nisaidie hichi. Lakini kuona yupo mtoa riziki zaidi ya Allah, yupo ambaye anaweza kubana riziki yako zaidi ya Allah,
Yupo ambaye eti kwa sababu ndio mteja wa kwanza kwenye duka lako, mlemavu au basi hautapata riziki siku hiyo. Hizi ndizo itikadi za kishirikina. Hii ndiyo tiara. Hili ndilo lisilotakiwa na ndilo ambalo tunabihukum alayhi, tunakupeni tambihi ya ubaya wa hili jambo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema watu wangemtegemea Allah kweli kweli wangepata riziki kama ndege, hadithi maarufu. Lakini watu hawaamini kwamba Allah ndio muti. Ndio maana wengi wetu bado katika biashara zetu unaweza ukakuta kuna mahirizi tumechimbia, bado tumefanya hivi, bado tuna mapungufu katika kumtegemea Allah tabaraka wa taala, wala hatuna hamu kuzipambania zile nafasi 70,000 za watu ambao yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adhab, wataingia peponi bila hisabu wala adhabu, kama fi hadithi Ukasha radhiyallahu anhu. Wale watu ambao Mtume anawataja wataingia peponi bila hisabu bila adhabu, sifa zao zote zilizotajwa mle zinaonesha kama tawakkul, kumtegemea Allah tabaraka wa taala kikweli kweli. Uzamuni katika imani. Sasa kipindi cha jahiliya kabla ya Uislamu, huu mwezi wa mfungo tano, baadhi ya watu walikuwa wanaona kama una nuksi. Yaani mtu anasema haifai kuoa, huu mwezi una nuksi, haifai kusafiri, wanasimamisha harakati zao kwenye mwezi wetu una nuksi. Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye kama mitume wengine, lengo kubwa la kuletwa hapa kuleta tauhidi. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Allah anasema katika kila umma tumepeleka mtume, lengo kubwa awalinganie watu wamwabudu Allah, wajiepushe na taghut. La ilaha illa Allah, an-nafi wal ithbat. Sasa kwa sababu mtume ndio kazi aliyoletwa nayo, akafuta hiyo itikadi, akasema mtume la safara, hakuna kitu kinachoitwa eti mwezi huu wa mfungo tano na nuksi, eti kuna mwezi una nuksi, eti Jumatano kadha, eti namba 13 kadha, eti namba fulani. Hayo mambo hayapo. Na kwa sisi kuelekeza haya mambo, kuyaendekeza, ndio maana leo uoi mpaka ukaangalia nyota ukafanyaje. Nani kakwambia hayo mambo? Ndio maana ndoa mnapoa vivuli, mnakaa mpaka saa 9:30 muaji hajafika, kumbe anaangalia muda wake alioambiwa kwamba mpaka ifike saa 9 ndio uende pale. Masala tutajiri. Haya mambo tutaachana nayo lini kwa? Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Muda bado hujafika tu. Waislamu, muda hujafika kumnyenyekea Allah, kuacha haya madudu, muda hujafika. Tunasubiri nini? Hal tamduruna illa saa atatiyakum baghdha. Munasubiri kiyama Jibril atateremka tena kuja kuleta wahi? Hakuna. Tunayoambiwa ndio hayo. Dini imekamilika, wahi umekatika, hakuna jipya atakaloletwa. Tuzingatie tunayoambiwa siku zote. Idhan umepanga kuoa mfungo tano, endelea na shughuli yako. Umepanga kusafiri kwenda kutafuta riziki, akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah. Nataka usafiri kutafuta riziki ya Allah, nenda. La safar, hakuna nuksi yoyote inahusika na huu mwezi. Hakuna nuksi inahusika eti mteja wako wa kwanza kaja mlemavu gengeni kwako, dukani kwako, basi siku hiyo ni nuksi. Wa min ajaibi dhiyana wa min ajaibi shirk, katika mambo ya ushirikina ya ajabu, hata watu bora, maulama, wanawachuoni, tulabul ilmi, watu ambao wamebeba kheri, watu ambao ni warithi wa mtume, eti kuna baadhi ya watu wanawaona ni nuksi. Nenda machimbo huko ya madini huko, ukionekana una swali nani wewe unatuletea balaa, unatuletea nuksi, unatufukuzia riziki. Unaona maajabu ya ushirikina. Hata watu ambao wanaoka
fulani wajumbe, mmoja, wawili, watatu, badala wale ambao ni Musa maraimu waliotumia ujumbe kushukuru kwamba tumeletewa imam, tumeletewa dai, tuna mashehe wa kutupa mawaidha, kutufundisha haki zetu, wanawaambia inna tatayyarna bikum, nyinyi mashehe, nyinyi mitume, sisi tunawaoneni nuksi, mmetuletea balaa, tutawapigeni mawe msipoondoka, tutafanyaje? Shufil jahal, angalia upumbavu. Unaletewa mwalimu wa dini, ukitoa dai, badala ya kumtuza, badala ya kumshukuru Allah. Watu wangapi wanakaa na ujinga wanaokufundisha wewe, ndio unamuona yule ndio nuksi, baada ya kutukataza hivi, atuuzi vizuri, atupigia kelele, ndio mfano wake. Huo ni ujinga plus hauna maana yoyote. Walidhalika sehemu nyingi Allah amewajibu wale wanaoamini eti nuksi inapatikana kwenye siku fulani, miezi fulani, mtu fulani anakuletea balaa nuksi. Allah aliwajibu ta'irukum ma'akum, nuksi munazo nyinyi wenyewe. Aya nyingine, ta'irukum inda Allah, mabalaa nuksi anayatoa Allah, mwanadamu hana uwezo huo. La yusminu wala yughni, hana chochote. Ndugu zangu, alhasil kilichopo ni kwamba sisi wenyewe kwa maasi yetu na matendo yetu mabaya ndio tunasababisha mabalaa mbalimbali. Kama tunataka kheri, tunataka neema zienee, sisi wenyewe turudi katika jada. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu as-samaa alaykum midrara. Watu wamwombe msamaha Allah, wamwabudu Allah, mvua zitapatikana, riziki zitapatikana na nini, lakini watu kwa kumwasi Allah mambo yanapotea, ukame, njaa na nini, baadaye wananyoshiana vidole, nani nuksi, nani sababu. Walaula albahaimu lam tumtaru, tunasema wasingekuwepo wanyama hata mvua yenyewe isingepewa. Yaani mvua tunazozipata kwa sababu wanyama ambao sio mukallafuni, hawana madhambi au viumbe wa Allah wasikose riziki wao, si ndio tunadoea uongo. Ndugu zangu katika imani, kullu ma nuridu an naqula, tunachokusudia kukisema, ondoa itikadi za kishirikina kichwani za kuona mteja fulani akiwa na namba moja au namba nuksi, za kuona safari hii mbona jicho linacheza nisiende ni nuksi, za kuona mbona bundi amelia kwenye nyumba yangu atakufa mtu. Hayo mambo hayafai, ni itikadi za kijahilia, tunatakiwa tujiepushe nazo. Wa aqulu lakum wallah, nakwambieni wallah, hakuna watu ambao wanaishi kwa hofu na kukosa imani kama washirikina, kukosa amani. Hili wasiwasi, kaona tu bundi kidogo basi nitakufanyia ndio mwanangu, si ukaona kitu gani kidole kimecheza tu, amaniana. Na hakuna watu ambao wanaishi kwa raha na amani na mioyo imetulia kama watu wa tauhid wa kumtukuza Allah. Fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun, katika An'am washirikina na watu wa tauhidi kundi gani hapa wana amani? Jibu limekuja mbele, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, walioamini imani yao haijachanganywa na ushirikina. Wewe kama imani yako ni khalis, safi, imenyoka, hujachanganya na shirki, wewe ni amani. Leo umeuza, unajua Allah. Leo umeuza, unajua Allah leo hajanikadiria. Allah ndio qabid, amebana riziki leo kwa hikima anazozijua yeye. Umeumwa, unajua mtihani wa Allah, unachukua sababu unajitibia. Upo mzima, unajua Allah. Walidhalika Mtume asema ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Jambo la Muislamu linashakaza, yeye yote ni kheri, na ile alipatikana isipokuwa kwa muumini. Akipata na kheri, shakara, anamshukuru Allah, ile shukrani yake ni ibada, ni kheri. Akipata nadhara, tatizo, anakuwa na subira. Subira pia ni ibada kwake. Huyo ndio muumini, huyo ndio Muislamu wa tauhid. Kwa ndugu zangu katika imani, huu mwezi hakuna balaa yote. Wanasema wanachuoni eti kama siku fulani
watu fulani walipatwa na mtihani ndio siku yote ya balaa, basi wiki mzima hakuna siku nzuri, kwa sababu Allah wapo watu kawaangamiza wiki mzima, akawaletea mtihani wiki mzima. Sakharaha alaihim 7 layal wa 8 ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya. Kuna watu katika sura al-Haqa, Thamud, Adi, kina nani, wiki mzima Allah anawaangamiza. Basi sema kwamba hakuna siku nzuri, kwa sababu wale watu wakuda cha Jumamosi wala Ijumaa, wiki mzima wale Allah akawaletea balaa wiki mzima. Watu wanaanguka chini, mieleka, wanakufa kama vigogo vya mtende vilivyokaa. Kama kuna siku waliangamizwa fulani, ndio hiyo siku ya nuksi, basi ndio walioangamizwa wiki mzima, hakuna siku nzuri. Wala qala bihadha ahad. Sasa kwa nini tuone mwezi fulani, siku fulani, namba fulani, kabila fulani lina nuksi, ukioa sijui nini? Hadithi jahiliya, dauha fa innaha muntina, acheni tuache, ili swala linanuka baya, alifai tuachane nalo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat talibin. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu la atamani al-akmalan ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, umata al-aqida, tunaendelea na hutuba yetu ya Ijumaa kuhusiana na ubaya wa itikadi ya tiara, kunasibisha shari na ndege fulani, siku fulani, mtu fulani, wakati uhakika ni kwamba balaa na nuksi na shari zinatokana na matendo yetu mabaya ambayo tunayafanya. Ndugu zangu katika imani, turudi kwa Allah tabaraka wa taala, fafiru ila Allah, tukimbilie kwa Allah tabaraka wa taala. Tutaishi kwa amani, tutaishi murtaqul bal, mutma'innul qulub, nyoyo zitatulizana. Umepata umekosa, wewe hauna wa kugombana naye, unajua haya yote yanatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Ukikosa imani hizi tutanyoshiana vidole sana. Amekufa mtu fulani, alizembea fulani, ndio sababu ya kifo, mzembe na nini, familia tunagombana. Haya yote ni masuala ya kukosa itikadi sahihi, kukosa imani. Walidhalika tunaposwalia maiti tunaomba dua, Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'da. Allah usitufitinishe baada ya ndugu yetu kuondoka. Tukaona fulani labda angewahi kufika, basi kadha, fulani ingekuwa kadha, laula fulani ingekuwa kadha. Tuachane na hizi itikadi. Uzangoni katika imani, miezi, miaka, siku, saa, thawani, dakika, sekunde, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Hizi nyakati tumewekewa tufanye ibada za ibada. Kuna miezi na katika umri wako unaenda. Tuko mwezi wa pili katika mwaka mpya wa Kiislamu 1448, huu mwezi wa pili baada ya Muharram. Tunajifunza tu umri wetu unaenda, siku hayo sio mambo ya nuksi fulani na nini. Kwa hiyo tutumie hizi nyakati vizuri. Unajua mimi fungo tano lipo, Ramadhani iko mbali sana, hija watu wamerudi mwaka huu, mimi nafanyaje? Najiandaa vipi mwakani niende kuhiji? Hizi ndio faida za hii miezi hii ambayo wakitu ni nasu wal hajj. Lakini kwa mwezi una nuksi fulani hivi, haya masala hayatupeleki mbele katika dini yetu, bali yanaturudisha nyuma. Falinattaqillaha azza wa jalla, tumche Allah, walinuhaqqiq lahu al-aqida, tumthibitishie vizuri imani na tauhidi, ili tuingie katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, mambo ya ushirikina, japokuwa tunakasirika sana kutajwa na kudai kwamba tayari tumeshaelewa, hatuna
hujasikia. Yapo wake zetu wengi bado wana masala alifuata na nini, kukushika wewe kwa njia za kishirki. Wanaume wengi bado katika biashara, baadhi yetu hatuamini kumtegemea Allah peke yake. Haya masala yapo na lazima tulabul ilmi, mashekhi wayakataze muda wote kama alivyofanya Mtume mpaka anakufa, kwa sababu miongoni mwa mabaya ya ushirikina, ndugu zangu, tunafundishwa na walimu wetu wa akida, ukifa na dhambi lolote hujatubia, la qadara Allah, mpaka unakufa hujaacha kusengenya, sio kitu kizuri, hatari. Mpaka unakufa hujaacha kadha. Tunaambiwa katika akida, wewe unakuwa tahta al-mashia. Allah anaweza akakusamehe au akakuadhibu kwa kosa lile na mwisho ukaingia peponi kama umekufa ukiwa Muislamu. Lakini ukifa na ushirikina bila kutubia, msamaha hakuna. Shiriki kubwa, angalia ubaya wake, hakuna tena msamaha. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hawezi kusamehe ushirikina. Madhambi mengine anamsamehe, katika ushirikina hakuna. Lidhalika Allah amesema katika al-hadith al-qudus, ya bani adam law ataitani biqurabi al-ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Ukiniingia na madhambi yanajaa dunia nzima, hayo madhambi hakuna mmoja wetu yote mwenye hata nusu yake, madhambi yanajaza ardhi yote. Lakini ukakutana na mimi hauna ushirikina, mimi nakuletea msamaha mkubwa kama yale madhambi yako. Shiriki itakukosesha hata mapungufu mengine usisamehewe. Ukiwa na kesi ya shiriki pale ni kubwa, hiyo kesi haina dhamana, haina nini, ni nzito. Kwa hiyo tuyaepushe madhambi yote. Madhambi yote ni nuksi. Kikubwa nilichokusudia kukizungumza, na naamini wenzangu wamezungumza nyuma au umesikia kwa namna yoyote, lakini mwezi bado uko, ndio nafasi ya kukumbushana. Kwa mwezi wa mfungo tano hauna nuksi, wala mwezi wowote wala siku yoyote. Tukitaka nuksi tukae pembeni, tuache maasi, turudi katika jada. Kwa hiyo wewe mfanya biashara, umefungua, mteja wa kwanza kaja mlemavu, uza, hakuna mahusiano, hakuna mushkil. Sijui mteja wa kwanza kaja mwanamke, kaja mwanaume, kaja nani. Mteja wa kwanza tu unafungua kaja kukopa. Hayo masala hayana mahusiano kabisa, batatan, qat'an, aslan. Na wewe kupata sana huko hakuna. Kwa unaamini hivyo, ndio ria, ndio ushirikina wenyewe. Turudi kwa Allah, tumtegemee Allah. Allah atakuruzuku neema mbalimbali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim